Mungu, katika jina la Yesu Kristo, mfalme mwema, Mungu mkuu, Mungu ishie milele, ninakushukuru Yesu. Ninasema asante kwa ajili ya sana wakati kama huu Bwana. Ninakushukuru Baba yetu mpendwa kwa jinsi unavyotupenda upeo, hata umetupa neema na rehema za kuwepo tena katika hema lako mchana huu Bwana. Baba, pokea sifa na utukufu na heshima. Wewe ni mwaminifu wa kuaminiwa na kila mtu. Pokea utukufu ni wako Yesu, kwa maana umeachilia neema na rehema zako juu ya maisha yetu Bwana. Baba, asante kwa ajili ya kila mmoja aliyekupazia sauti yake kukusifu na kukuabudu. Na Bwana, tumeungana na wazee 24 mbinguni tukisema ya kwamba unastahili Bwana. Tumekutukuza na viumbe vyote ambavyo vinakutukuza chini ya jua hili Bwana. Ninakushukuru Yesu, ninasema asante kwa ajili ya kila mmoja. Roho Mtakatifu umetamalaki mahali hapa, na wakati bado upo, tunaomba uongezeke zaidi na nguvu zako na uweza wako na mamlaka yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tazama tunaenda kukaa mezani pako ili kula pamoja na wewe, kunywa pamoja na wewe Bwana. Naomba fungua masikio yetu ya ndani akapate kulisikia neno lako Baba. Fungua na ufahamu wetu kapate kulielewa neno lako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Naomba usimpite hata mmoja Bwana. Hata naombea wale walioko nje ya mkoa wa Kilimanjaro ambao wanafungua Gideon Online TV Bwana, kaseme nao kupitia neno hili mfalme mwema. Usimuache hata mmoja wao Mungu ambaye ataenda kuliangalia neno lako hili, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nami mtumwa wako na mjoli wako ninajidhili kwako. Naomba kanitumie kama upendavyo wewe mwenyewe, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, naenda kinyume na kila roho ya mpinga Kristo mahali hapa, na itupilia mbali kwa moto na kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, naomba neema yako na nguvu zako kutoka mbinguni zikapate kutamalaki mahali hapa, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na kila mwenye pumzi amshangilie Bwana kwa makofi. Haleluya, haleluya. Basi na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Yesu anakupenda mchana wa leo. Yesu yuko mahali hapa, yuko mahali hapa akuhudumie, yuko mahali hapa akufungue. Ni wewe ufungue moyo wako, yeye ataingia. Haleluya. Atakutana na haja ya moyo wako, atakutana na maisha yako, yuko tayari kukufungua. Haleluya. Basi mchana wa leo ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya maisha yako. Amekulinda wiki nzima. Wengine hatujaonana kuanzia Jumapili, wengine tumeonana. Na mbariki Kristo kwa ajili ya maisha yako. Haleluya. Mwambie mwenzako karibu hemani mwa Bwana. Mwambie Yesu yuko mahali hapa. Mwambie fungua moyo wako, Yesu aingie. Haleluya. Unajua Yesu akiingia, yeye ni nuru. Kama kuna giza linatoweka, nuru inatawala ndani ya moyo wako. Haleluya. Basi leo kama tulivyosikia kwenye mafunuo ya wiki hii ya kwamba Mungu anatamani waliopondeka na kunyenyekea mioyo yao kwake, aende akarudishe hatua zetu zilizoibiwa. Haleluya. Hatua. Unataka kupiga hatua, lakini adui amezifunga. Amefunga miguu yako. Miguu ndio inayebeba mwili wote. Kwa hiyo anapofunga hiyo miguu yako, huwezi kupiga hatua mbele. Haleluya. Yamkini amezirudisha nyuma hatua zako, ndio maana huoni faida, huoni kusonga mbele, huoni kitu unachokifanya kinaendelea. Uliposimama ni hapo hapo. Kuanzia Januari hii
tunasema kwamba Mungu wetu amenituonea huruma, anaenda kurudisha hizo hatua ambazo shetani ameziiba, na hata kama amezirudisha nyuma, Bwana anaenda kuzisogeza mbele tena, ukapate kusonga mbele, umtumikie Mungu, ufanikiwe kiroho na mwilini. Haleluya, haleluya. Ufanikiwe mambo ya rohoni, ufanikiwe ya mwilini. Waraka wa Yohana anasema mpenzi na ufanikiwe rohoni na mwilini. Haleluya. Kwa hiyo kama kuna ambaye alikamata miguu yako akakurudisha nyuma au akaiba kabisa, leo Yesu anaenda kurudisha. Leo Yesu anaenda kurudisha. Haleluya. Naomba tufungue katika kitabu cha Luka mtakatifu. Kitabu cha Luka mtakatifu, mlango ni ule wa 10. Nitasoma mstari wa 19. Halafu nitaruka nitasoma Zaburi ya 91:13. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Kitabu cha Luka mtakatifu, mlango wa 10, mstari wa 19. Nasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Haleluya. Zaburi ya 91 nayo inasema mstari wa 13, utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawaseta kwa miguu yako. Haleluya. Ni neno moja hili, utawaseta wana simba, utawakanyaga kwa miguu yako. Haleluya. Mungu anaenda kutupa msaada wa kiroho leo, ambao kupitia rohoni, kupitia neno la Mungu, ukamtaka Roho Mtakatifu akusaidie, anaenda kukutia nguvu miguu yako pale ilipofunga, ili usipige hatua. Unaenda kumseta huyo adui ambaye amefunga miguu yako, unaenda kukata hiyo mikatale ambaye imefunga miguu yako, unaenda kukanyaga, kwa sababu amesema amekupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Haleluya, haleluya. Anaenda kukupa neema ya kushinda maadui zetu. Anatupa neema ya kuwashinda wale ambao wametufunga miguu yetu, tusione mbele, tusisonge mbele, usipige hatua. Umesimama mahali pamoja tu, kibiashara umesimama mahali pamoja, kazini umesimama mahali pamoja, unafanya kazi, huoni faida, huoni kujenga, huna gari, huna chochote, afya imekuwa ya mgogoro. Nini? Kuna aliyekamata hatua zako akaifunga hiyo miguu, lakini leo Yesu anasema anakwenda kurudisha hizo hatua zilizoibiwa. Haleluya, haleluya. Anayekufanya usisonge mbele, leo Bwana anakupa mamlaka ya kukanyaga hizo nguvu za giza, ya kukanyaga nyoka na nge. Kwenye Zaburi akasema ya kukanyaga huyo nyoka na lile joka utakwenda kuseta chini. Yule aliye kiongozi wao unaenda kumseta kwa miguu yako kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Miguu, hii miguu ni lango la thamani. Miguu ndio inayebeba mwili wote. Kwa miguu mtu akikufunga, mwili hauwezi kwenda, huwezi kupiga hatua. Kwa miguu ni lango la thamani kwenye mwili wa mtu. Haleluya tu wa Mungu. Kwa hiyo kama walikufunga hao maadui, nyoka na nge, umeambiwa leo unakwenda kukatwa hizo kamba alizokufunga nazo. Maadui wataachia miguu yako, utapiga hatua ya kusonga mbele kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Pokea nguvu, pokea nguvu kutoka madhabahu ya mbinguni uweze kumshinda adui leo. Achie miguu yako usonge mbele, achie hatua zako upige hatua ya kusonga mbele. Hakuna kusimama mahali ulipo. Yesu akupe nguvu, akupe msaada wa kupiga hatua nyingine zaidi Januari hii. Haleluya, haleluya. Usiwaogope maadui. Bwana atakupa hatua, utasonga mbele tena, watakuona
ukiinuka tena. Walisema wamekubania mahali pamoja tu, lakini Bwana leo anakuondoa hapo, uweze kusonga mbele, uweze kupiga hatua, ukajenge nyumba, ukafanye biashara kubwa kubwa, ukafanye kazi, ukamwone Mungu akibariki kazi ya mikono yako. Na Yesu abariki hiyo miguu yako ipige hatua kwa jina la Yesu. Haleluya. Naomba tena tuende kwenye kitabu cha Ayubu. Kitabu cha Ayubu. Ayubu mlango wa 23. Ayubu mlango wa 23. Nitasoma mstari wa 10 na wa 11. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Lakini yeye aijua njia niendeayo, akiisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Mguu wangu umeshikamana sana na hatua zake, njia yake nimeishika wala sikukengeuka. Naomba Mungu mchana wa leo hatua zao zishikamane na miguu ya Mungu. Haleluya. Asa mguu wangu umeshikamana sana na hatua zake. Ayubu amepitia majaribu, amepitia mateso. Tunajua habari za Ayubu. Alifika mahali akasema ya kwamba pigo limekuwa kubwa kuliko maumivu ninayoyasikia kwenye mwili wangu. Maana amepigwa, hana chochote, hana mtoto, hana nini, marafiki wamekimbia, mke amekata tamaa. Akasema hata maumivu nilionayo ni sio makubwa kama mapigo niliyoyapigwa. Lakini anachoziringia Ayubu, anasema baada ya haya yote najua ya kwamba atanitoa kama dhahabu. Haleluya. Atakutoa kama dhahabu. Lakini ili mradi, mstari wa 11, akasema mguu wangu umeshikamana sana na hatua zake. Haleluya. Anasema mguu wake yeye Ayubu umeshikamana na hatua za Mungu. Ni kwa nini? Hajaterereka, amekamatana na Mungu wake, amemnang'ania Mungu wake. Anasema Mungu anapopiga hatua, mguu wake unashikamana na zile hatua za Yesu Kristo. Ndio maana aliendelea kumtumaini Mungu. Mawazo yake alikuwa anajua kwamba huyu Mungu aliyeniacha hai mpaka leo bado atanitoa kama dhahabu, bado atanirudishia watoto, atanirudishia mali zangu, atanirudishia. Akarudishiwa kwa sababu anasema mguu wangu mimi umeambatana na hatua za Mungu. Hebu mchana wa leo mtu wa Mungu, hatua za Mungu ziambatane na miguu yako. Unapopata jaribu usingengeuke, andamana na Mungu kama Ayubu. Ayubu akaandamana na Mungu, mawazo yake, akili zake, maisha yake aliambatana na Mungu. Ambatana na Mungu katika hilo nalo lipitia. Haleluya. Miguu yako iambatane na hatua za Mungu. Kama amekwambia, unasema kwamba nitatembea na Yesu, nyanyua miguu yako iambatane na hatua za Mungu anakopitia. Matendo yako yafuatane na matendo ya Yesu Kristo. Mawazo yako yaambatane na mawazo ya Yesu Kristo. Hata kama unapitia mahali pagumu kiasi gani, hebu miguu yako leo iambatane na hatua za Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Ayubu akasema ya kwamba ninafurahi kwa sababu mimi Mungu wangu hajaniacha. Bado miguu yangu iko na Yesu. Bado miguu yangu iko na Yesu. Mguu wangu naambatana na hatua zake kwa sababu yeye aliamua kumwishia Bwana. Mwishie Bwana mchana wa leo ili afungue miguu yako, upige hatua ya kuambatana pamoja na yeye kwa jina la Yesu Kristo. Ukaone baraka zake, ukaone mafanikio, ukaone wema wa Bwana. Mguu wako uambatane na hatua za Yesu Kristo, ukaone yale aliyokusudia kukupa kwa jina la Yesu. Kwa sababu ya muda wetu, naomba tukimbie tena kitabu cha Samueli wa kwanza. Kitabu cha Samueli wa kwanza. Kitabu cha Samueli wa kwanza mlango ni ule wa 2. Kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 2
mstari wa 9. Samueli wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 9, nasoma kwa msaada wa Bwana. Yeye atailinda miguu ya watakatifu wake, bali waovu watanyamazishwa gizani. Maana kwa nguvu hakuna atakayeshinda. Bwana atalinda miguu ya watakatifu wake. Atailinda hiyo miguu yako, wewe ambaye ni mtakatifu, wewe ambaye umeamua kumuishia yeye peke yake, wewe ambaye umesema Bwana ni tumaini langu, sina msaada mwingine. Bwana anasema kwamba atakwenda kulinda miguu yako. Haleluya! Atailinda hiyo miguu yako. Anasema bali waovu watanyamazishwa gizani. Haleluya! Waovu ni wakina nani? Waovu ni wale ambao ni maadui na watesi wako. Watanyamazishwa gizani. Hawataona nuru wa kufuatilie wewe kwenye miguu yako tena. Yeye Yesu amesema nitalinda miguu ya watakatifu wangu. Ili nini? Isikimbilie kwenye maovu. Kwenye Mithali anasema ya kwamba atalinda wale ambao, atalinda miguu yetu isikimbilie maovuni. Haleluya! Haleluya! Atalinda miguu ya watakatifu wake isikimbilie maovuni. Kwenye kitabu cha Mithali 6:18 pale chini, miguu ikimbiliayo maovuni atakulinda. Hiyo miguu yako isiende kwa waganga, isikimbilie kwenye makaburi kufanya mitambiko, isikimbilie kwa watu wanafiki, isikimbilie kwa watu ambao watakuvunja moyo. Atailinda hiyo miguu yako, itatulia mahali pamoja, itatulia hapa mlima Moria mpaka umuone Yesu, mpaka umuone Bwana akifungua maisha yako. Haleluya! Atalinda. Ukimwambia Bwana, naomba unilinde, nilinde na mabaya yote, hiyo miguu inayotaka kwenda kufanya maovu atailinda, haitanyanyuka hapo ilipo. Utajaribu kwenda lakini hautaenda, utashawishiwa hautashawishika. Ataikamata hiyo miguu, atailinda, ataifunika kwa damu ya Yesu, haitakimbilia maovuni. Mchana wa leo miguu yako itakaswe kwa damu ya Yesu, isikimbilie maovuni tena, isikimbilie kwenye pombe, isikimbilie kwenye uzinzi, isikimbilie kwenye umbea, isikimbilie maovuni. Haleluya! Hebu twende hapo mbele kidogo kwenye hiyo Samueli wa kwanza mlango wa 20 mstari wa 3. Hapo hapo kwa Samueli wa kwanza mlango wa 20 mstari wa 3, nasoma kwa msaada wa Bwana. Daudi akaapa akasema, baba yako anajua sana ya kuwa nimeona kibali machoni pako. Naye asema, Yonathani asilijue neno hili, asije akahuzunika. Lakini ni kweli aishivyo Bwana na iishivyo roho yako, iko hatua moja tu kati ya mimi na mauti. Mmelatu wa Mungu. Daudi alikuwa ni rafiki sana na Yonathani. Yonathani alikuwa ni mtoto wa Sauli. Alikuwa ni mtoto wa Sauli. Sauli tunajua kwamba alikuwa na bifu na Daudi. Wakati Daudi alishinda vitani, watu wakapiga kelele, wanawake wakaimba, wakasema Daudi ameshinda 10,000 na Sauli ameshinda 10. Daudi kitu kikaingia ndani ya moyo wake, akaanza kinyongo na Daudi. Hapa Daudi Mungu ameshampa neema ya Yonathani kuyajua maisha ya Daudi. Amewekwa kitu ndani yake cha kumpenda Daudi, mtoto wa Sauli, ambaye Sauli ni adui wa Daudi. Akafikia mahali kulikuwa mwandamo wa mwezi, kuna sherehe nyumbani. Sauli malengo yake ni amuue Daudi. Daudi akafika mahali akamwambia Samueli, akamwambia Jonathan,
maneno baba yako anayoyaongea sio mazuri kwangu. Daudi alienda Jonathan akaenda kwenye sherehe mwenyewe. Siku ya kwanza ya pili Daudi hayupo. Wameshaapiana kwamba mimi nitaenda nisikilize baba ana kusudi gani na wewe. Alipoulizwa Daudi yuko wapi, akamwambia amekwenda Bethlehem kusalimia ndugu na jamaa. Kumbe alikuwa amejificha mahali shambani. Jonathan akampa maarifa au maelekezo. Endapo baba ataongea mabaya nitakupa ishara ya kutuma mtoto atupe mishale. Kwa hiyo Daudi akiwa kule kwenye kichuguu amejificha kule mashambani. Baba yake akaleta maneno ya kebeli kwa Jonathan. Kwa nini akamwambia maneno machafu ya kumkebeli na kumtukana, kumwambia kwa nini hajaja Daudi kwenye sherehe hii? Lakini Jonathan kwa sababu alikuwa ameapa na Daudi kumsaidia na kupewa neno la Mungu kwa ajili yake, alikuwa na makusudi mazuri kwa Daudi. Lakini Daudi anaingiza hofu, anaona kwamba Mungu amemwacha, lakini Mungu hakumwacha Daudi. Ndio maana hapa anasema ya kwamba neno moja tu mimi ninachokiona ni kwamba ni hatua ya mwisho ninayoiona mimi ni mauti. Lakini Jonathan anamwambia kama Mungu aishivyo hakuna litakalo kupata. Haleluya! Kama Mungu aishivyo, hata kama adui ameandalia kwa siri kukuua wewe. Yaani anasema hatua ya kwanza, nimepitia mengi, miguu hii imenikimbiza mengi, nimepiga hatua nyingi, lakini naiona ya mwisho sasa ni mauti. Kwa sababu Sauli amepanga kwamba Daudi auliwe. Lakini mtu wa Mungu, hata kama kuna mtu amepanga eti umefanikiwa, una mafanikio, umemuona Mungu, lakini adui anasaga meno, anasema hata nunue gari, hata jenge nyumba, hata watoto wasome, waoe na kuolewa, awe na mapesa, mimi ninachotaka ni kumuua tu. Bwana anasema ya kwamba kwako hakuna mauti kwa jina la Yesu Kristo. Tunaacha hatua za mauti, tunazikataa kwa jina la Yesu. Tunakataa hatua ya mwisho ya mauti kwa jina la Yesu. Daudi alijihesabia kwamba changu kimekwisha baada ya kusikia Sauli anataka kumuua. Lakini Mungu aliyemtumia Jonathan akamwambia hakuna mauti kwako. Wakaagana vizuri, akaelekea kwake, akauponya uhai wake kwa sababu ya mtumishi aliyetumwa kwake. Ndivyo hivyo asubuhi mchana wa leo Roho Mtakatifu anakuombea ya kwamba hata kama kunaliona maendeleo yako na bado anakutafutia mauti, tunaifuta kwa jina la Yesu. Tunafuta mauti ya kwako kwa jina la Yesu. Umepiga hatua, wanasema kwamba hatua itakayofuata ni mauti ya biashara yake. Hakuna biashara, ni mauti ya kazi yake, atafukuzwa kazi. Kwa jina la Yesu tunafuta hiyo hatua ya mauti kwa jina la Yesu. Hakuna mtakatifu wa Mungu kuuliwa hivi hivi. Hatutakufa kifo cha kigumbavu. Lazima Mungu wetu tukimnang'ania atatutetea na kutupigania. Atatuma mjumbe kwako kama Jonathan alivyotumwa kwa Daudi. Alitumwa na Mungu kumtia moyo na akamwambia pamoja na baba yangu ni mfalme anakutafuta wewe, hata kuua, ondoka zako kwa jina la Yesu. Haleluya! Hatua za mauti zikae mbali nasi kwa jina la Yesu. Haleluya! Haleluya! Umevuka majaribu mengi, umevuka mambo mengi mno. Mwaka jana na miaka iliyopita Yesu amekuvusha tena kwenye hayo majaribu. Umevuka majaribu ya ndoa, umevuka majaribu ya biashara, umevuka majaribu ya huduma yako ulionayo. Bwana amekuvusha, na hata sasa hatua iliyoko sio ya mauti, ni ya kusonga mbele kwa jina la Yesu. Haleluya! Haleluya! Kwa hiyo Mungu akafute roho ya mauti ya hatua zetu. Afute hatua za mauti kwetu zilizoandaliwa na maadui na watesi. Tunaona kwamba hii hatua imefika mwisho. Nimekwenda hospitali, nimekunywa dawa, imekuwa ni mwisho. Nimeomba mtoto, imekuwa ni mwisho. Hebu Bwana mchana wa leo anakutia moyo kwamba hakuna hatua ya mwisho kwako. Tunaenda kumuona Yesu. Tunaenda kumuona Yesu. Haleluya! Haleluya! Lazima hatua zetu zisonge mbele kwa jina la Yesu. Kwenye kitabu cha
Yoshua 1:3 anasema kila mahali tutakapokanyaga ni kwetu. Lazima tukamiliki na kutawala, kwa sababu hatua zetu zinaenda kufunguliwa leo. Tutaenda kukanyaga kwenye biashara, ni kwako. Utakanyaga kazini, ni kwako. Kwenye ndoa, ni kwako. Kwa watoto, ni kwako. Kwenye huduma utakanyaga, ni kwako. Hakuna atakaye kuondoa. Katawale na kumiliki kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Lazima tumwamini Mungu. Lazima tuliamini neno lako, neno la Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Amini leo, ulikopitia kote kubaya, Bwana anaenda kufungua hatua zako. Bwana anaenda kurudisha. Hata kama wachawi na waganga walikukamatia mahali pamoja, leo Yesu anarudisha hatua zako. Leo Yesu anarudisha hatua zako za kusonga mbele. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anapoenda kufungua hatua zako, miguu yako sasa ndio inaenda kufunguliwa upige hatua. Haleluya. Nilitangulia kusema miguu ina siri kubwa. Miguu ina siri kubwa. Nikakumbuka wakati ninasoma hapa, nilishasemaga tena zamani zile, nilikuwa naona wazazi wangu wanaongea, wanasema fulani anaumwa, amezidiwa kabisa, ukishika ile miguu yake imepoa. Kumbe mauti inaanzia miguuni. Miguu, unasikia miguu kwanza imepoa kabisa. Hata kama moyo unadunda, lakini wanaanza kucheki ile miguu yako. Wanaanza kushikashika ile miguu. Wanasema huyu anakufa, miguu yake imepoa kabisa. Nini? Imebeba siri. Miguu hii imebeba siri. Kwa sababu kama imepoa, siwezi kuamka tena. Kama wamekamata miguu yako, wanasema kama imepoa, wameisemelea mauti hiyo miguu yako, hakuna jinsi utatembea upige hatua mbele, maana wameikamata miguu yako. Leo Yesu anaenda kuweka joto kwenye hiyo miguu iliyopoa. Hakuna mauti ya hatua zako. Haleluya. Hakuna mauti. Walipozesha hiyo miguu, ndio maana ukilima hauvuni, ukifuga inakufa, ukienda kufanya biashara inakufa. Nini? Miguu imepoa. Wanahesabia kifo tu cha biashara yako. Wanahesabia kifo cha kurudishwa nyumbani, kazini hakuna tena. Yani wameshaikamata, wameiua miguu. Lakini leo Yesu anaenda kuitia nguvu, anaenda kuifungua. Upige hatua tena umuone Bwana. Upige hatua umuone Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo miguu yetu leo Bwana anaenda kuanza upya. Haleluya. Maadui na watesi wako hawataunganisha hatua zako na mauti tena. Hawatakuunganishia mauti kwenye hatua zako tena. Lazima ukabarikiwe. Lazima ukainuke tena kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Miguu hii Bwana akifungua, Bwana akiitakasa kwa damu yake, akaifungua, ukapiga hatua, naomba Mungu miguu yako ikae kama ya Yusufu. Haleluya. Haleluya. Miguu ya Yusufu kila alipokanyaga ilikuwa ni neema. Yusufu alikanyaga nyumbani kwa Potifa, neema ikaongezeka. Neema ikaonekana kwa miguu ya Yusufu tu. Kukanyaga kwenye nyumba ya Potifa, nasema neema ya baraka ilionekana. Wewe fikiria, mpaka Potifa akamwambia Yusufu, kila kitu kiko mikononi mwako. Nimekukabidhi nyumba yangu, nimekukabidhi taifa langu Yusufu. Nini? Ni ile miguu iliyopeleka neema ya baraka nyumbani kwake, wakala na kushiba. Hata ndugu zake wakaja kampigia saluti. Ni ile miguu ilikuwa ina baraka, ina neema, haina mauti. Miguu ya Yusufu ilikuwa haina mauti, ilikuwa na baraka tele. Akakanyaga tu Misri, wakawa na baraka ya chakula. Haleluya. Ndugu zake wao walikusudia mauti, wakasema tunamuua. Ndugu yake mmoja akasema msimuue, muacheni kwanza. Wakati wamekaa wanakula, wamemtupa kwenye shimo, wakajua kwamba wamemmaliza. Kumbe ndugu yake ana ujanja, Mungu ameshamtumia kama Jonathan alivyotumiwa kwa Daudi. Akasema msimuue.
wakasikia Midiani wanapita, akasema na tumuuze. Kumbe wanapomuuza Yusufu, ile hatua Mungu aliyeweka neema ndani yake, anakwenda kuonekana akiwa baraka hata kwa ndugu zake, akafanyika baraka. Bwana aweke miguu ya Yusufu kwenye miguu yako leo. Neema aliyoiweka kwa Yusufu ikae kwako leo. Miguu yako ikawe ya baraka, ikawe ya baraka. Kila utakapokanyaga pakaonekane mafanikio kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Nani anataka miguu yake hiyo kama ya Yusufu? Si mnajua habari za Yusufu jamani? Wengine hata wajui. Yusufu alikanyaga Misri, akakabidhi, yani amekanyaga kwa mguu wake, akapiga hatua kufika kwa Potifa. Tayari neema ikaonekana. Vyakula vikajaa na kusukwa. Yusufu akapangilia mipango ya pale Misri mwenyewe. Kwa sababu ya nini? Bwana aliweka neema ya kukubalika kwenye miguu yake aliyotembea nayo. Hiyo neema iwe kwako kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Kila utakapokanyaga leo, kuanzia leo, ukimwamini Yesu Kristo, mguu wako ukashikamana na hatua za Bwana, kila utakapokanyaga ni baraka. Ukikanyaga dukani ni baraka. Ukikanyaga kwenye biashara yote ni baraka. Ukikanyaga kazini kwako ni baraka. Ukikanyaga nyumbani kwako ni baraka. Pokea hiyo kwa jina la Yesu Kristo. Pokea kwa jina la Yesu. Hatua zako zifunguliwe kwa jina la Yesu Kristo. Hatua za mauti tunazifuta kwa damu ya Yesu. Hatua za mauti tunazifuta kwa damu ya Yesu. Bwana akupe neema ya kufunguliwa hatua zako leo. Bwana atoe neema ya kufunguliwa hatua zako leo, ili ukaone yale Bwana aliyokusudia maishani mwako. Amekuahidi baraka, lazima ukazipate kwa jina la Yesu. Tufunge macho yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, Mfalme mwema, Mungu mkuu, Mungu ishie milele, ninakushukuru sana Roho Mtakatifu kwa ajili ya neno lako ambalo umesema na maisha yangu, umesema na watoto wako Bwana. Kama tutaiachia mioyo yetu tukawa watakatifu, Bwana umesema kwamba miguu yetu itashikamana na hatua zako. Naomba Baba neema hii, kila aliyelisikia neno hili yuko nje ya mkoa wa Kilimanjaro, atakapo kwenda kufungua simu yake akaliona neno hili, likafanyike baraka katika maisha yake. Wanao wakafanyike baraka. Neno hili Mungu likawainue tena. Neno hili likawape kusonga tena mbele. Mwaka huu Bwana wakakuone wewe. Waliofungwa miguu yao wakashindwa kupiga hatua, leo wamefunguliwa kwa jina la Yesu. Kuanzia neno hili wamefunguliwa, wakaone biashara kubwa kubwa, wakaone kazi wakipandishwa vyeo, watoto wakaponywe, wasiokuwa na watoto leo hatua zao zikafunguliwe, wakapakate kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu, ninalibariki jina lako. Asante kwa sababu umesema na maisha yetu. Sifa na utukufu na heshima ni zako Bwana. Nasi tumelikubali neno lako. Tumesema amina kwa sababu Mungu tumekwenda kukuona katika jina la Yesu, ukibadilisha maisha yetu, ukibadilisha baba huyu, ukibadilisha mama huyu, watoto wa kike na wa kiume unaenda kuwabadilisha. Waliokuwa wamekata tamaa leo unaenda kuwatoa hapo walipokuwa wamesimamishwa kama nguzo. Unaenda kukata hiyo mikatale, miguu yao ikaachiliwe, wakapiga hatua ya kusonga mbele tena kwa jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Mungu, nami mtumwa wako narudisha sifa na utukufu kwako, maana umesema kama ulivyopenda wewe, katika jina la Yesu Kristo, na wote tuseme amen. Amen. Ongeza tena makofi na vigelegele. Ongeza makofi na vigelegele kwa ajili ya Kristo. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuamini siku ya leo miguu yetu inaenda kupata ukombozi. Amina. Kila mahali utakapoenda kukanyaga tutapata kibali. Amina. Basi mwambie mama mtumishi, Mungu akubariki sana kwa chakula kizuri cha Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Nimesikia sauti ya watu watatu. Embu kila mmoja amwambie mama mtumishi, Mungu akubariki sana kwa chakula kizuri cha Mungu na mimi nimepokea. Amina. Amen. Basi mtu wa Mungu, ninapenda niwakaribishe basi kwenye kipindi cha kumshuhudia Mungu. Yako mengi Mungu aliyoyatenda katika maisha yetu, inatupasa leo tuje tumshuhudie. Amina. Bado tuko mwezi wa kwanza, bado tunazidi kumshukuru Mungu. Ninakukaribisha wewe ambaye hujashukuru, hujatoa shukrani zako kwa Mungu toka tumeanza siku leo, ninawakaribisha. Amina. Karibuni basi watu. Najua wengi tumetendewa. Karibu. Basi ziko tena nafasi 3 nyuma, baada ya mama kuna nafasi nyingine 3 nyuma. Karibuni watu wa Mungu. Karibu tena na mwingine. Haleluya. Wangapi hatujatendewa? Wangapi tumetendewa? Basi katika watu tulionyosha mkono, basi ninaomba hapo watu wawili tuje tumshuhudie Mungu. Wewe ule hapa ukamwambia Mungu nimetendewa, basi naomba nikukaribisha usogee mbele. Usione aibu. Amina. Wewe ulionyosha mkono ukasema nimetendewa, naomba basi nikukaribishe mbele tuje tumshuhudie Mungu matendo makuu aliyoyatenda kupitia madhabahu ya Mlima Moria. Akati mama anashuhudia hapa, ninakukaribisha uinuke taratibu. Bado nafasi zipo kama 3 nyuma za kuja kumshuhudia Mungu. Amina. Karibu mama, tuambie majina yako, umetokea wapi, nini Mungu alichokutendea kupitia madhabahu ya Mlima Moria. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Kwa majina naitwa Adelaida, natoka Maili 6. Amina. Karibu sana. Siku hii ya leo naomba kumshuhudia Mungu kwa shukrani. Namshukuru Mungu sana kwa mambo mengi anayonitendea, anayonivusha. Ninayaona kwamba ni mlima kwangu, lakini ninapomuita Mungu huwa anafanya. Namshukuru Mungu kwa ajili ya yote, katika yote na ndani ya yote. Amina. Maana hata mimi kuwa hai ni neema ya Kristo. Amen. Ni mengi yalinisonga, ni wengi walinisukuma ili nianguke, lakini ndio hivyo. Mungu ni mtetezi wa kila mtu mahali hapa. Amina. Ukimwamini tu yeye anatenda. Amina. Ukimkubali tu yeye anatenda. Amina. Mtu wa Mungu, popote pale unakopita usikate tamaa wala usirudi nyuma. Wala usiinamishe miguu yako. Songa mbele kama neno linavyotuambia, utamuona Mungu live akikutendea. Amen. Nina sadaka. Ongeza tena makofi na vigelegele. Na sadaka yangu ya shukrani taitoa baadaye, naomba mnisindikize. Mama, kutokana na Mungu wa madhabahu ya Mlima Moria amekutendea mengi sana. Tunakuona unavyokuja kwenye leo. Nawaambia watu wa Mungu, nawatia moyo tena. Nawatia moyo tena. Popote pale unakopita pagumu usiogope. Mimi nimekuwa kila mara ninaumwa. Ndio maana nasema adui alinisukuma ili aniangushe, lakini hakuweza. Kila ninapodhani hapa ndo nimefika mwisho, sintavuka tena, nakuta nimevuka. Kila ninapokuja jaribu jingine kubwa, nikidhani hapa ndo nimefika mwisho, kwa kishindo cha ajabu nashinda kwa ushindi. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nakutia moyo, lolote lililoko mbele yako, liwe gumu liwe jepesi, muite Yesu. Anaweza kila jambo. Hatua zako atazitia nguvu, atakuongeza usonge mbele tena. Amina. Na utamuona zaidi na zaidi. Amen. Ongeza tena makofi na vigelegele. Haleluya. Hatua zako siku ya leo zinaenda kuongezwa kishindo. Amina. Zitakuwa kama zile za Washami, wale wakoma waliochukua hatua, Mungu akawabariki. Amina. Karibu baba, tuambie majina yako, umetokea wapi, nini Mungu alichokutendea kikubwa kupitia madhabahu ya Mlima Moria. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Kesi Paulo, natokea Himo. Mungu amenitendea mambo makubwa sana mwaka jana. Amina.
na naamini mwaka huu atanitendea mambo makubwa zaidi. Ninayo shuhuda moja. Mwaka jana na dada yangu anakaa Dar es Salaam, nikawa kila wakati najaza fomu kumwombea ili mambo yake yaende mazuri. Sasa ilipofika mwezi wa 12 kaniambia nina sadaka ya shukrani, naomba upeleke kwa mtumishi ambaye alikuwa ananiombea. Na hiyo kwa maana hiyo mambo yake yamekuwa mazuri, akatamani amtolee Mungu shukrani. Kwa hiyo mimi nabeba hiyo shukrani yake na ileta kwa mtumishi ili mtumishi aendelee kumbariki zaidi. Amen. Asante sana. Embu sema uto anayekutazama na anayekusikiliza siku ya leo kupitia madhabahu ya Mlima Moria. Naam. Tupe ujumbe mmoja kwa jinsi Mungu anavyotenda kupitia madhabahu ya Mlima Moria. Siku ya leo unatuambia nini? Kwa huyo ambaye amenituma shukrani. Ndio, kwa Mungu anavyotenda kwenye maisha yako, ametenda kwa ndugu, kuna ambaye anayekutazama, kuna anayekusikiliza, unamwambia nini siku ya leo kupitia madhabahu ya Mlima Moria? Mungu wa Mlima Moria anatenda miujiza hata kwa mtu ambaye yuko mbali. Amina. Kama amemtendea mtu ambaye yuko Dar es Salaam na amjui mtumishi kwa macho, je, wewe unayekuja kila siku, na maana ni mafanikio tele tele. Nikupandisha tu kiwango cha imani. Amina, 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 amina. Tupandishe kiwango cha imani. Naam. Tupandishe kiwango cha imani. Nikupandisha kiwango cha imani. Basi Baba anakuambia pandisha kiwango cha imani siku ya leo, kwa sababu kutakuwa na mafunuo mazuri ya neno la Mungu yanayohusu ukombozi wa miguu. Basi na wewe pandisha kiwango chako cha imani, utaenda kukombolewa, miguu yako itaenda kupiga hatua zaidi na 2026. Amina. Amina. Asante sana Baba, Mungu akubariki sana na Mungu akuongezee zaidi na zaidi. Basi mtu wa Mungu, ongeza tena makofi na vigelegele kwa ajili ya shuhuda za Amina. Yapo matendo makuu Mungu anayotenda kupitia madhabahu ya Mlima Moria. Watu wa Mungu, cha muhimu tunatakiwa tupandishe kiwango chetu cha imani na tutembee na historia. Amina. Ukitembea na historia utasonga mbele. Ukikumbuka ulikotoka na unakoenda utasonga mbele kwa viwango vya juu. Amina. Basi nipende kuwakaribisha wale waliobeba pochi zao, basi wamekaa nazo kwenye viti. Ninaomba tuweze kupeleka pale sehemu maalum iliyohifadhiwa, na wewe ambaye Mungu amekujalia simu nzuri, basi uweze kuizima au katika hali ya mtetemo kwa ajili ya uchaji wa ibada zaidi na zaidi. Pia